ibada ikianza sasa, maandalizi ya ibada kwa ajili ya ibada nzima ya kanisani. Hapa watumishi wakijikabidhi mkono wa Mungu kwa ajili ya kuongoza ibada. Tunakubariki Bwana, maana tunaendelea kuona wema wako katika siku ya leo Jumapili. Na sasa hivi watoto wako tunapoingia katika ibada, tunaomba nguvu zako. Karibuni tena katika siku ya ibada ya siku ya leo ya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Hapa ndipo watumishi wanapoanza kuingia katika ibada ya Jumapili ya leo. Haleluya. Amen. Basi na tuanze ibada yetu hii ya leo. Baada ya siku ya kwanza baada ya Pasaka, tuanze ibada hii katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi ya 81 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Zaburi mlango ule wa 81 aya ya kwanza hadi aya ile ya 7. Soma kwa kupokezana. Mwimbieni Mungu nguvu zetu nyimbo za furaha, mshangilieni Mungu wa Yakobo. Pazeni zaburi, pigeni matari, inueni sauti nzuri na kinanda. Pigeni panda mwandamo wa mwezi, wakati wa mbalamwezi, sikukuu yetu. Kwa maana ni sheria kwa Israeli, ni hukumu ya Mungu wa Yakobo. Aliamuru iwe ushuhuda katika Yusufu, alipoondoka juu ya nchi ya Misri. Maneno yake nisiwe mjua na aliyasikia. Nimelitega bega lake na mzigo, mikono yake itaachana na kikapu. Tushirikiane mstari wa 7. Katika shida mlikuita, na alikuitikia katika stara ya radi, na alikujaribu penye maji ya Meriba. Naomba tuketi. Ni kwaya ya vijana katika mtaa wa Mondole. Karibuni tuwasikilize, tuwaangalie jinsi gani wanapokuza. Pesa ni wazuri, pesa ni wazuri, pesa ninavuta wengi, ninavuta wengi, ninavuta wengi, ninavuta wengi. Pesa ni wazuri, pesa ni wazuri, pesa ninavuta wengi, ninavuta wengi. Hii ni kwaya kuu. Kwaya ya uinjilisti. Wakasafiri
sote. Amefufuka. Naomba tunapojiandaa sasa kwenda kwenye darasa letu la Sunday School kwa ajili ya ibada yetu kama watoto pamoja na walimu, naomba tuseme kwa kichwa Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote. Naomba tupige makofi mengi mengi, tuwapongeze kanisa hili. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Umetupa neema na kibali cha kuingia hekaluni mwako siku hii ya leo, kama ulivyosema katika neno lako ya kwamba ikumbuke siku ya Bwana na kuitakasa. Ndivyo tulivyosogea kwenye madhabahu asubuhi ya leo na watoto wetu. Tunaomba neema yako na rehema zako zikaendelee kutufunika ibada hizi za leo, tukakuone wewe Bwana. Nami kama mtumishi wako ninawasogeza tena watoto hawa pamoja na walimu kwenye madhabahu. Unapoenda darasani kwa ajili ya neno lako na mafundisho ya uzima, ukaende pamoja nao katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Mungu ambaye wewe unasema kabla mjaomba nitawajibu, namo mkiwa katika kunena nitawasikia. Naomba darasa hili ukalisikie, ukalitazame. Fungua akili za watoto wetu ili wakapate kufahamu mapenzi ya neno lako la Mungu. Wafunike walimu wetu, kawahuishe yale watakayokwenda kufundisha. Mungu, watoto wetu wakapokee sawasawa na wakaweze kuyaishi katika jina lako. Tunaomba Mungu kawafunike na kuwatunza, nikienda kinyume na kila roho fatilizi andamizi katikati ya darasa lao. Ninalitakasa kwa damu ya mwana kondoo. Ninaachilia nguvu yako na uweza wako, malaika zako makerubi na vitabu vidogo. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anapotufundisha katika neno lake. Tushirikiane sote kusema zile amri 10 za Mungu. Mimi ni Bwana Mungu wako, usio na usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atamhesabia kuwa hana hatia mtu yote jina lake bure. Ikumbuke siku ya Bwana uitakase, waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alichonacho. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na ni wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, tufungue mioyo yetu, tumuunganie Mungu dhambi zetu zote, tukitumia ungamo lile namba 3. Bwana, usikie sauti yangu, masikio yako na yasikilize sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha. Kiasi cha ukiwa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe
ametuhurumia akamtoa mwana wake pekee atufie msalabani. Kwa ajili yake ametusamehe dhambi zetu zote. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo, kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Wakati wa praise kuandaa ibada ambayo inaenda kufanyika muda mrefu kuanzia sasa. Unaweza
tu tutaenda kusikia Hakuna aliye neno kama la yeye. Mungu. Hatuwezi kumlinganisha na kitu Karibu chochote. katika Haleluya. muda huu wa kuabudu. Mfalme
malangoni pako asubuhi ya leo. Yesu, ikawe ni manukato mbele zako, ikawe ni manukato mbele zako, ikawe ni manukato mbele zako, Yesu, maana umetuandaa vema na sisi watoto wako tuko tayari. Tamalaki mahali hapa, tamalaki katika anga hili, tamalaki katika ardhi hii, tamalaki katika hali ya hewa ya mahali hapa. Watoto wako watakatifu tumenyenyekeza mbele zako. Tunahitaji tuone uso wako, tunahitaji tusikize Bwana, tunahitaji jicho lako liende pamoja nasi, likakague wa kwanza hata wa mwisho, likamkague baba yule na mama yule, binti yule na kijana yule. Tuko malangoni pako Bwana, tuko vijana, tuko wazee, tunashuka na kunyenyekea siku hii ya leo, Jumapili ya mwisho wa mwezi, ambayo ni tarehe 28, ni robo mwaka ya mwaka 2025. Wewe umetupa kuingia malangoni mwako kukamilisha siku hii. Asante kwa ajili ya robo mwaka, asante kwa namna ambavyo umetulinda Januari, asante kwa ajili ya Februari, asante kwa ajili ya Machi, asante Yehova kwa ajili ya Aprili. Baba, tunakutukuza, wewe unastahili. Na siku hii ya leo ikawe ni manukato katika malango haya, tukaone cha kwako Baba, tukasikie cha kwako. Tumeingia kama tulivyo, tunakwenda kinyume Bwana na kila roho zote, kila roho zinazojidhurisha katikati ya ibada, zikitembea pamoja na sisi, zikiandamana pamoja na sisi. Tunakamata anga hili, tunatiisha kila kinachoruka, kila kinachoning'inia, tunakishusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaangusha kila bendera za namna yote, bendera za utekaji nafsi, bendera za utekaji mwili, bendera za utekaji fikra. Tunakamata, tunatiisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaagiza kaskazini njoo, kusini njoo, mashariki njoo, magharibi njoo. Tunawashusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakanyaga hizo bendera, tunafuta na hayo maandishi ya bendera ya kwamba hapa ni jina la Yesu. Tunapinduka baraka zetu, tunatundika bendera ya Yesu, tunatundika ufalme wa Mungu, tunatundika Roho Mtakatifu, malaika zako makerubi na maserafi. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunaachilia damu yako ikatufunike Bwana. Nenda pamoja na sisi kwa kila hatua, tuone utukufu wako. Tumeacha vya kwetu, tumeacha vitanda, tumeacha starehe, tumeacha mapumziko, tuko nyumbani mwako. Tukumbuke Bwana, tukumbuke Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tawala mahali hapa, nenda pamoja na sisi, tuone nguvu yako ya kimungu ikitufunika sote, maana wewe unastahili. Heshima na utukufu ni za kwako Bwana. Tunatulia mbele zako, Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa kweli, tusikize asubuhi ya leo, tufundishe kweli yako, nasi tuko pamoja na wewe. Tuwahitaji mbele zako, tunaitamani kula mbele za uso wako, tunaitamani kushindishwa na wewe. Wengine tumekuja tuna kiu, lakini kwako umesema yako maji ya uzima yanayotakasa Bwana. Yakatutakase asubuhi ya leo, hayo maji yakatugange kiu zetu, ili tukastahilishwe, tukatoke tukiwa salama. Asante Yesu wa mbinguni, maana umekwenda kusikia. Neema yako ikatufunike kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Piga makofi na vigelegele, ushangilie Bwana. Hayo makofi haya kwa Yesu. Ajua kwamba leo uko nyumbani mwake. Ongeza makofi nisikie na vigelegele. Haleluya, haleluya. Naomba wana wa Mungu tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Simba wa Yuda, Mungu awabariki kwa heshima ya kumpa Mungu nafasi ya kumwabudu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Geukie jirani yako, mwambie hongera kwa kazi njema ya mahali hapa. Mwambie tena, usizimie moyo, utalipwa kwa wakati na moyo wako utafurahia mbele za Bwana. Amen.
Haleluya. Naitwa mwinjilisti Eva Kingu. Mimi Mlungule. Nina mume. Chapia Yesu makofi ya leo ambayo Mungu amependa tutafakari kwa pamoja, tukikumbushana katika habari ya tumaini hili ambalo Mungu ametuita kwenye kanisa lake na utumishi wa mahali hapa. Tusome Injili ya Mathayo sura ya 6. Tutasoma mistari miwili, mstari ule wa 19 na hata ule wa 21. Neno la Mungu linasema hivi. Injili ya Mathayo sura ya 6, tutasoma 19 hata 21. Sijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo wako, nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini hapo. Naomba tuketi tumshangilie huyu Bwana Yesu tena aliyenipa kibali mimi na wewe siku hii ya leo. Ni siku nzuri kama nini. Ni siku ambayo Mungu amefanya, ametenda. Ni siku ambayo tunamshangilia Bwana tukiwa kwenye malango ya kwake. Wengine wanaimba wimbo mpya wakimshangilia Bwana kule mbinguni, lakini sisi bado tuko kwenye nafasi zetu, tunamtukuza Bwana. Amen. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie, Mungu alimuumba mtu. Alimuumba mwanamke, alimuumba na mwanaume. Mungu alifanya kuwa kila mmoja, ikiwa ni mwanamke, ikiwa ni mwanamume, atasimama kwenye nafasi yake. Amen. Na akisha kusimama sawa sawa, huyo mwanamke au mwanamume, Biblia inasema utukufu wa Mungu utathibitika kwa mwanamke na utukufu wa Mungu utathibitika kwa mwanamume katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nafasi ina maana ya fursa. Nafasi yoyote, iwe ya chini, iwe ya kati, iwe ya juu, ina maana ya fursa. Ni mahali ambapo mtu amewekwa akae. Yoyote aweke tumaini lake hapo alipopata fursa. Na huyo mtu ambaye amewekwa akae ni kwa muda tu, lakini mtu huyu anaweza akapoteza nafasi. Mwambie jirani yako, nafasi. Akapoteza nafasi yake pale tu ambapo anashindwa kutambua, anashindwa kuelewa makusudi ya Mungu yaliyomfanya awekwe kwenye hiyo nafasi.
Lakini kusudi kubwa la Mungu kuniweka kwenye nafasi nilionayo na wewe ulionayo asubuhi ya leo ni Mungu anataka hiyo nafasi, wewe katika hiyo nafasi ajipatie utukufu. Amen. Wala si vinginevyo. Haijalishi waliokuweka hapo wana roho za namna gani, wana mitazamo ya namna gani, wanakuchukuliaje, lakini Mungu ambaye amekupa kibali na ameachilia kibali na hiyo nafasi ukaipata, yeye Mungu anataka hiyo nafasi ajipatie utukufu, ili awe na sababu ya kurudi na kusema hakika mwanangu niliyemweka Mbondole, nafasi yake inaleta utukufu katikati ya ulimwengu, katikati ya mataifa. Haleluya! Piga makofi na vigelegele. Ndugu zangu wapendwa, katika maisha haya ambayo Mungu ametupa mimi na wewe kwa utulivu na kutupa kibali cha kukaa kwenye hema lake, si kawaida. Wewe mtoto wa mfalme, mwanaume wa wanaume, haipati. Sijui kama unanielewa. Nafasi ambayo wewe Mungu amekupa, iwe ni kazini, iwe ni mama wa ndoa, iwe ni baba wa ndoa, mahali popote ulipopata nafasi, iwe ni kanisani, jua ya kwamba umepewa na Bwana. Na Mungu ameruhusu kuwa hapo. Na wakati Mungu amekuruhusu kuwa hapo, pale unapohisi nafasi yako imepotea, nafasi yako imepungua, nafasi yako huielewi, unaona kama vile umenyang'anywa na adui, unaweza kufanya mrejesho wa kufanya tathmini kwamba mimi ni msharika wa Mbondole. Mungu ameniita kumtumikia kwenye nafasi hii. Je, nafasi yangu nimesimama sawa sawa? Hii nafasi ambayo Mungu amenipa kwa zamu hii na kwa kipande hichi, nimeitendea haki? Haleluya! Kuna watu wakikaa wanafikiri ya kwamba mimi nipo tu hapa kanisani, nimeshiriki ibada, iende iishe, nirudi nyumbani. Lakini anaangalia nafasi ya mwinjilisti, anaangalia nafasi ya waimbaji, yeye anajiweka katika kundi ambalo sio maalum. Nataka nikwambie, Mungu aliyekuita, Mungu aliyekuchagua, akakamata akili, maarifa, akakupa na afya, akakupa nafasi na kibali cha kukanyaga hemani mwake. Amejua ya kwamba unyayo wako unaweke leo, wewe usingekanyaga ile nafasi yako, lakini wangesimama mapepo. Lakini umepata neema ya kuamka na kusema ya kwamba leo niende ibadani, maana yake uko kwenye nafasi yako. Amen. Amen. Na nataka nikwambie hilo tu moja linakupa kupenda, kuna kutembea mbele kwa kiwango cha spidi, kwa sababu umeonyesha utii na ule uwepo wako. Wangekalia hivyo viti watu gani? Lakini umekaa mwana wa Mungu, umetambua nafasi yako ya kwamba wewe ni nani. Wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni msharika na mtumishi wa mtaa wa Mbondole, ndio maana umekaa. Nataka nikutie moyo kwa nafasi uliokaa, umekalia baraka zako. Kwa nafasi uliokaa, umekalia mamlaka ya Mungu. Tawala, miliki, changamka mahali ulipo, usikae kwa hofu, kwa sababu umekaa na Bwana. Nani nafasi yako? Hawajakaa wenda wazimu, lakini amekaa mtoto wa Mungu anayemfahamu Mungu. Sema ndio. Hata kama hujui kuimba pambio, hiyo nafasi ya uwepo wako mbele za Mungu ina thamani. Haleluya. Haleluya. Mfalme
Daudi alifika mahali akaona kama nafasi yake maadui na watesi wake wameichukua. Akaona kwa sababu sioni ile nafasi yangu ya siku zote, ninaona kama vile maadui wameshanipokonya. Akaamua kumwambia Bwana. Kisoma Zaburi ya 118 na mstari ule wa 5 anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Mwambie jirani yako, nafasi. Kitabu cha Zaburi kimeandika mambo mengi, maombi mengi ambayo Daudi aliyafanya kwa ajili ya taifa la Israeli. Walipopoteza zile nafasi zao za utumishi, kufanyika kuwa wana wa Mungu, watoto wa Mungu kwenye hema la Bwana, Daudi alifika mahali alifanya maombi ili Mungu akumbuke, awarehemu, awarudishe kwenye nafasi. Sijajua hii imetoka wapi, lakini nataka nikwambie, hebu mgeukie jirani yako, mwambie nafasi ulio nayo ina thamani. Muulize wala usihofu, mwambie nafasi ulio nayo ina thamani. Halafu mwambie linda nafasi yako katika Yesu Kristo. Halafu muulize tena, wewe ni nani hapa hemani mwa Bwana? Sijajua amekujibuje, lakini mwambie la pili, mwambie umeletwa duniani kwa ajili ya nani? Halafu malizia mwambie nafasi yako ni ipi? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wakati unaweza ukawa unasonga lakini kumbe husongi. Kuna wakati unaona kama unakimbia lakini ukimbii. Pale ulipo kajitia moyo, lakini kwa sababu ile spidi ambayo ifunuliwe katikati yako haitokei, kwa sababu nafasi yako imepotea. Kuna watu leo tuko makanisani, tumeacha nafasi zetu zimetumika na uharibifu kwa sababu ya kususa, kwa sababu ya kusema, kwa sababu ya vijito. Unasema ya kwamba inanisaidia nini? Kwani hata nisipoimba, hata nisipotumika, kwani kuna shida gani? Hiyo ni familia yangu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu ananiambia hiyo nafasi yako urejee kwa jina la Yesu. Kwa sababu wewe hujawekwa hapa na mwinjilisti Kingo, wewe hujawekwa na mzee wa kanisa, wala hujawekwa na waimbaji. Hila ni Bwana ambaye amekutana na wewe, amekutana na familia yako, amekutana na maisha yako. Akasema, mwanangu tulia rahani, nimekuweka kwenye hii madhabahu unitumikie. Chapia Yesu makofi na neno. Anasema, nasikia sauti ya Bwana inaniita, haleluya. Nasikia sauti ya Bwana inaniita, haleluya. Kuna sauti za uharibifu zimepita kwenye maisha yako, zikakujeruhi, ukaacha kusudi la Mungu, ukaacha kusimama kwenye nafasi yako. Na ile nafasi wamekalia vibwengo, wanashangilia na mineno yao, wanacheka, wanainua na mikono, wanasema nimekuweza. Lakini asubuhi ya leo nataka nikwambie, nafasi ulioiacha, nafasi ulioiacha, umemwacha Bwana, umemwacha Bwana, umemwacha Bwana, umemwacha Bwana. Roho Mtakatifu anataka urejee kwenye nafasi yako. Jua ya kwamba kila chema kinachotokea machoni pako ni kwa sababu umekaa kwenye nafasi yako. Kila hatua inayoongezeka mbele kwenye malango ya Bwana, kwenye utumishi huu, kwenye eneo hili, jua ni kwamba
kama wewe umekaa kwenye nafasi yako. Sijui kama nanielewa. Haleluya. Unaweza ukasusa alafu ukasema hapana, mimi ngoja nitulie, lakini jua ya kwamba unachelewesha baraka zako. Unachelewa kufikia kwenye malengo ambayo Mungu amekupa. Kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu, hajamleta mtu aibike. Kila mtu anasema kwa wakati na majira yake atamuinua. Jua ya kwamba sio adui wala sio waombaji, sio fellowship waiombi vizuri, lakini ni wewe umeacha kukaa kwenye nafasi yako. Wakakaa watu wengine, wakarusha mitego ndani yako, wakapiga na skadi zote, ukafika mahali unajiona kwamba ni mwamba, kumbe wamekuangusha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kabla hatujaendelea mbele, nasikia moyoni mwangu kuna watu walikuwa na majina mazuri. Kuna watu walikuwa wamesimama wakistahilisha utukufu wa Mungu hapa, lakini wamepungua. Wamepungua, na wengine wamepunguzwa tu na midomo ya watu. Na wengine wameona ya kwamba ya nini inatosha, ngoja nikae, humkomeshi huyu aliyekupunguza. Nataka nikwambie Mungu aliyekuleta kwenye malango haya ndiye aliyekuleta kwenye hii nafasi, na wala sio wanadamu. Na unapokaa pembeni umeacha uharibifu ufanyike. Na ukifika mahali uharibifu unapofanyika, jua ya kwamba na wewe unapigwa. Hata kama umekaa mbali utapigwa, familia yako, maisha yako yatapigwa, na kila unachokifanya hutaona mpenyo, kwa sababu umemsusia Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ambaye kwa majira na nyakati hizi, kwa namna ambavyo amepita, sijui hili neno limekuja wapi. Nimekaa hapa nasikia Roho Mtakatifu ananiambia anza na nafasi. Sijajua ni nani ambaye amepita kiasi kwamba ametobolewa hata na msumari, amechomwa ukuki. Wewe ni nani? Na Mungu akikuangalia na kutazamaji katikati yetu, ni nani anayeweza kujiongeza kidogo tu, hata umbo na kimo? Ni nani anayeweza kujipunguza? Hakuna. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufananishwa na Yesu. Wenzangu, pakwa mafuta kwa ajili ya malango na madhabahu ya Mondoni. Rudi kwenye nafasi yako, simamisha kusudi la Mungu. Mungu amekuita kwa wakati na majira haya, anataka cha kwake kipite hata kwako. Hata wakisema ya kwamba sauti yake ni ndogo, hatumsikii, wanasema ya kwamba yuko Yesu ambaye amekaa kwenye moyo wangu. Nikisimama yeye atasimama kwa jina la Yesu. Hata wakikwambia hakika hajui kunieleza, kama umefanyika kuwa ni kiongozi, lakini unaposimama wengine wanasema hawaoni kitu. Lakini ng'ang'ana, mwambie wewe Yesu uliyeniweka kwenye hii nafasi, unacho kitu mbele. Haleluya. Namna ulivyo, Mungu amekuchagua na akakuweka hapa. Jua ya kwamba hiyo nafasi uliopo ni Bwana amesababisha. Simama tena. Simama, songa mbele. Achilia. Unazuia mafanikio yako, unazuia mpenyo wako, unazuia kuinuliwa, kusogea, unazuia kuongezeka. Ongezeko lako nalizuia. Ukisoma Yohana 12 na mstari ule wa 26, Biblia anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kuna watu wameacha kutumika nyumbani mwa Bwana, wakitafuta heshima za wanadamu, wakitafuta vigelegele vya wanadamu, wakitafuta watu wawainue. Nataka nikwambie, mwanadamu akikuinua juu, siku moja atakushusha chini, lakini ukiinuliwa na Mungu utakuwa juu. Piga makofi na vigelegele kama umeelewa. Thamani yako anayejua ni yule aliyekuweka kwenye nafasi, ambaye ameruhusu hiyo nafasi. Hata ukimkwaa anasema
anasema mwanangu, hakuna shida, kuna kuanguka na kusimama tena na kutembea. Anasema jitieni nira yangu, maana mimi ni mnyenyekevu na mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni laini. Unajitia moyo, unasonga mbele. Amen. Haleluya. Mwambie tena, unaitendea haki nafasi yako. Haleluya. Mwingine ulikuwa ni mwimbaji mzuri, ukiimba watu wanabarikiwa, lakini umenyuti kuimba. Unasema ngoja niwaonyeshe. Na kuambia unajichelewesha, maana hujamjua aliyekuita. Hujaitwa na mwanadamu, hujaitwa na wanakwaya, hujaitwa na mwalimu, hujaitwa na mwinjilisti, umeitwa na Bwana. Na huyo Bwana peke yake ndiye atakayekuwa na wewe, atakayesimama na wewe. Nataka nikutie moyo, simama tena. Simama tena. Sema ya kwamba ni wakati wa kujikumuta mavumbi. Naanza upya, Bwana nivike nguvu na utukufu, nitembee kwa jina la Yesu. Maana nasema yote yanawezekana katika yeye atutiaye nguvu. Hakuna mwanadamu anayeweza kukupa nguvu itoshayo, ila yuko Baba wa mababa ambaye ni Yesu Kristo, Simba wa Yuda, mwanaume wa ukweli. Peke yake ni amani ya maisha na roho zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie miluzi na vigelegele kumshangilia Yesu. Vijana wapo? Kama vijana mpo, mimi nitafanya alafu mshangae. Nitapiga mluzi mmoja au afuta chinalikiwa. Nataka nisikie miluzi ya vijana. Ongeza kidogo wako, ndipo utakapokuwa. Hakuna namna ambayo utakayoweza kutenganisha moyo na hazina. Hakuna namna ambayo utaweza kutenganisha mwili na miguu. Hebu miguu nenda, mwili simama. Mwili nenda, miguu nenda. Lakini ili iweze kwenda pamoja, ni lazima miguu na mwili, miguu na mwili. Amen. Haleluya. Anasema jiwekeeni hazina pasipo na nondo wala kutu. Tena anasema wala mwivi. Anamalizia kusema hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwa. Wapi? Wakati nafasi yako imeliwa, nafasi yako imeibiwa, wapi? Ngoja nikwambie hivi. Mtu yoyote ambaye amejiwekea mali nyingi katika dunia hii, ana vitega uchumi vingi vya kutosha, lakini pia amejiweka vizuri katika maisha haya ya kibinadamu, ana akiba nzuri. Ghafla anapopata taarifa ya kwamba mali zako zote zimeteketea, kitu cha kwanza ambacho anakutana nacho ni nini? Msongo wa mawazo, pressure, kuchanganyikiwa, kwa sababu moyo wake na akili zake zimetazama wapi? Na ndio maana Mungu alijua ya kwamba hivi vitu viwili huwezi kuvitenganisha kwa mwanadamu awai yote, moyo na hazina. Soma Luka 12:34 anasema, kwa kuwa hazina yenu ilipo ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Nataka kusema nini? Ndugu yangu mpendwa, mwenzangu,
Kristo mwenzangu, msharika mwenzangu wa mtaa huu wa Bondole, chanzo cha malango ya mafanikio katika maisha ya Mkristo, chanzo cha mafanikio katika mwenendo mzima wa maisha ya Mkristo ni utoaji. Mwambie jirani yako, utoaji. Hazina ni kitu chenye thamani kama vile pesa, dhahabu, vito ambacho kimefichwa au kimewekwa mahali, hazina. Na Mungu ametazama moyo wa mwanadamu akachua ya kwamba huu moyo wa mwanadamu ili uweze kuimarika, moyo uweze kuuishwa, unaambatana na hazina. Anaposema hazina zenu zilipo ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Hazina zetu tunaziweka, zimeibeba mioyo yetu wapi? Ambapo anasema hakuna nondo wala kutu wala mwizi aje aibe wala aharibu. Wapi? Hebu mwambie jirani yako, nguvu ya sadaka kwa mtoa sadaka. Mungu anatumikiwa kwa sadaka katika mali tulizo nazo. Sema ndiyo. Sadaka zote zina maana mbele za Mungu. Sema kweli. Iwe fungu la 10 ni utumishi mbele za Bwana. Iwe ni sadaka ya mavuno ni utumishi mbele za Bwana. Iwe ni sadaka ya kujenga kanisa la Bwana ni sadaka mbele za Bwana inayoleta maana. Iwe ni malimbuko ya kazi za mikono yako, ina maana mbele za Bwana. Iwe ni shukrani ya pekee, shukrani ya siri, sadaka ya mzaliwa wa kwanza, sio sadaka ya dhabihu, sadaka ya kuinuliwa. Maana tuna sadaka nyingi ambazo tumerithi kwa wana wa Israeli. Sadaka nyingi, na zote zina maana, na zote zinafaa kwa utumishi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ninataka nikwambie ndugu yangu, haya ni matangazo ambayo tunayasikia. Hii ni kawaida ambayo tunaisikia ya kwamba sisi kama Wakristo tunapoingia nyumbani mwa Bwana kwa utumishi uliotukuka, Mungu wetu anatumikiwa kwa vile tulivyo navyo, sio vile vilivyotuzidi. Vile tulivyo navyo. Na ndio maana mwinjilisti amesema tutatoa sadaka ya shukrani ya wiki pamoja na mfuko wa elimu. Tukaamka chapu tumetoa. Lakini hii ni desturi, lakini hii tumeipokea. Nataka nikwambie, Yesu Kristo yeye ni mwanaume wa pekee. Sema amen. Yeye ndiye sadaka, chanzo na asili ya Mkristo kutoa sadaka zote hizo 20 ni Yesu Kristo peke yake. Sema Yesu Kristo. Ukisoma Yohana 3:16, tuseme wote kwa pamoja, wala usishike Biblia. Tulisoma kwenye Sunday school. Tuanze 1, 2, 3. Kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amina. Malizia, sema amen. Amen. Kwa hiyo sadaka zote tunazozitoa ni sadaka, tunasema sehemu ya shukrani. Lakini aliye baba wa sadaka na chanzo cha sadaka hakujitazama, hakujifikiria, hakujikumuta, hakuangalia ile ya mwisho, hakuangalia mabaki yaliyobaki kwenye chenchi niliponunua dagaa na nyanya na vitunguu. Hakuangalia ya kwamba yeye ni mrefu ni mfupi, hakuangalia mnyiramba wala mnyalukolo. Aliangalia ya kwamba mimi nifanyike sadaka, halafu ule ukuta ambao ulitengana na wanadamu juu yangu mimi waweze kupatanishwa kwa
yako hiyo ni sadaka tamu. Ni sadaka pekee ambayo Mungu ameifanya kwenye maisha yetu. Lakini sisi tunapoendelea kutoa hizi sadaka nyingine, ni kwamba tunaendelea kutoa, lakini hatujafikia sadaka iliyo kamili. Sijui kama naeleweka, naona kama kuna mvurugiko. Mungu yeye ndiye chanzo pekee. Alipomtoa Yesu pale msalabani, ili mimi na wewe tukapate uzima, ili mimi na wewe magonjwa yatuondoke, ili mimi na wewe minyororo ya dhambi katike, vifungo vya shida, magonjwa na mateso vivunjike, ni Yesu alijitoa kuwa sadaka. Ndugu zangu wapendwa, nataka tukumbushane nguvu ya sadaka, kwa mtoa sadaka. Ninaweza nikatoa sadaka katika miaka mingi na kila wakati, lakini nisione nguvu ya Mungu. Uongo kweli? Sadaka unaoitoa inaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, inaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yangu. Lakini sadaka tunazozitoa kila siku, kama nilivyoorodhesha sadaka zote kwa ajili ya utumishi wa madhabahu hii, inaweza ikaleta furaha kwenye maisha yako, inaweza ikaleta amani. Lakini sadaka hizi tunazozitoa zinaweza zikaleta mikosi, inaweza ikanifunga nisione mpenyo wa Mungu kwenye maisha yangu. Moja, na tutasoma mstari ule wa kwanza hata ule wa 4. Karibu tusome Injili ya Luka sura ya 21. Tusome mstari wa kwanza hata ule wa 4. Akainua macho yake akaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona sadaka ina macho. Tumeona sadaka ilivyo na macho. Yesu hakumuona huyu kama ni mjane. Hakumtambua huyu kwamba ni masikini. Hapana, ni kwa sababu sadaka yake aliyoitoa ilikuwa na maana mbele za Mungu. Na ile sadaka alivyoiachilia katikati ya watu wote, Yesu peke yake alimuona, na ile sadaka ikamtambulisha kwa Yesu. Na ile sadaka ikaleta udhihirisho wa Mungu katikati ya yule mjane. Kuna watu leo wanatoa sadaka ili watu wawaone, lakini wakifika mahali sadaka zao hazijaonekana, wanasusa kanisa. Uongo kweli? Nataka nikwambie, sadaka yako inapaswa kuonwa na Yesu peke yake. Kwa sababu mwanadamu hata akikuona wakati mwingine asifurahie, na wakati mwingine afike mahali akuchukie, wewe mtumikie Mungu aonaye sirini, kwa sababu anasema macho ya Bwana yanaona kila mahali, hakuna pa kujificha. Sema amen. Usifanye ili wanadamu wakuone wakupende, fanya ili Mungu alete udhihirisho kwenye maisha yako. Fanya ili Mungu aguse moyo wako. Pale ambapo nafasi yako imeibiwa, imechukuliwa, akurejeshe. Kilicho kamili hutoka juu, kushuka kwa Baba wa mianga. Anasema hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ukitoa sadaka yako iliyo kamili huku kwa Baba, anasema yeye badiliki kama vile kivuli kinavyobadilika. Kuna wengine wamewekeza mahali ambapo wametendwa na wamefika mahali wamepokea uharibifu. Lakini nataka nikwambie, ukitoa kwenye hii madhabahu yako inayokuhudumia kila wakati na kila saa, huyu Mungu wa madhabahu hii anasema yeye badiliki kama kivuli. Haleluya. Maana kivuli kinabadilika asubuhi,
utaona kiko huko nyuma. Muda unavyoenda kinasogea, mwisho kinakuzunguka. Lakini huyu Mungu wetu unayemtumikia kwa kamili yako, anasema yeye habadiliki. Ukisikia habari za kuhubiriwa kwa ajili ya utoaji, unasema wana watumishi wamezidi jamani. Kila kukicha, nataka nikwambie Mungu uliye naye, au huyu Mungu tunayemtumikia hana njaa. Mwambie jirani yako, Mungu wetu hana njaa. Watu wanafikiri Mungu ana njaa. Mungu hana njaa. Ukisoma Zaburi ya 33 na mstari ule wa 19 anasema, yeye huwaponya nafsi zao na mauti na kuwahuisha wakati wa njaa. Haya, nani mwenye njaa sasa? Mimi, wewe? Mimi, Mungu? Mimi, si ndio? Kwa hiyo Mungu wetu hana njaa, ila njaa tunazo sisi. Na kwa nini tuna njaa? Bado Mungu anatuita tukimbie nyumbani mwake tukamtumikie kwa furaha. Anasema yeye atatuponya nafsi zetu, lakini pia anasema atatuponya na mauti. Lakini wakati tumechoka, anasema atatuhuisha wakati wa njaa. Kusogelea madhabahu, kujifungamanisha na madhabahu, yaani unaposogea kujifunga na madhabahu, manake umeweka agano kwenye maisha yako yote ya kwamba hakuna madhabahu ya namna yoyote itakayopata nafasi ya kushikilia maisha yako au ya kuendesha hiyo nafsi yako. Kwa nini? Kwa sababu umejifungamanisha na madhabahu ya Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Hebu tusome kidogo, nisiongee kama porojo. Mathayo 23 na mstari ule wa 18. Moja tu. Aliyepata naomba asome kwa sauti kubwa. Mathayo 23, soma mstari mmoja wa 18. Bali mtu atakaye hapa kwa sadaka hiyo, kwa sadaka iliyo juu yake, yes, amejifunga. Amen. Maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele, na sauti zao waletao sadaka za shukrani nyumbani kwa Bwana, kwa kuwa nitawarudishia wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Sadaka ni ibada. Kwa hiyo jua ya kwamba ukikaa usikwenda ibadani, maana yake wewe umesababisha ibada isiendelee. Sio kama unanielewa. Yaani usione hapa Kingu anavuja jasho mpaka anafuta mara 100, ni sadaka yako. Hebu jipigie makofi na vigelegele. Haleluya! Kwenye ibada kuna mishumaa, kuna madhabahu imepambwa vizuri, kuna muziki, kuna uwepo wa utulivu, kuna neno la Mungu, kuna sifa. Maana yake ni sadaka yako, ya kwamba watu wakifunguliwa, watu wakifurahia, wengine wanyonge wakiketishwa na wakuu, wakikamatwa, watu wakitolewa mashimoni, watu wakifunguliwa minyororo, wewe umewafungua. Umewafungua kwa sababu Biblia inasema hao wanaokuja mbele za Bwana wa majeshi wakishangilia, na sauti za watu hao waletao sadaka mbele za Bwana, Mungu wa majeshi anashuka na kuachilia utukufu wa Mungu. Haleluya! Ukiona ibada haijaenda vizuri, kwa chunguza sadaka yangu, hivi nimeitoa sawa sawa kweli? Unapoleta sadaka yako madhabahuni, iatamie jua ya kwamba hii sadaka ni utumishi, imebeba ibada. Sadaka yangu yote niliyotoa leo ni ibada kamili, maana sadaka yako ni ibada kamili. Na ndio maana kuna wakati watu walisema Waluteri wanapenda fedha sana. Hapana. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka 23 na mstari ule wa 25 hadi wa 28, utaona namna ambavyo Mungu alivyosema na wana wa Israeli kwa habari ya wale ambao wanasikiza na kutii amri na sheria za Mungu. Akawaambia ya kwamba mkiyafanya yale mapenzi yangu na kuyatenda kwa ukamilifu, alisema jambo la kwanza, atabariki chakula. Uongo kweli? Lakini akasema ataondoa magonjwa kati yao. Lakini akasema ya kwamba siku
zao atazitimiza. Sadaka ni utumishi. Maana yake hata unavyotumika mbele za Mungu, ikiwa wewe ni mzee wa kanisa, ikiwa ni mwimbaji, ikiwa ni msharika, umekaa kwenye nafasi yako vizuri, jua kwamba ni utumishi mbele za Mungu. Haleluya! Na hiyo sadaka yako ya muda na nafasi uliotoa lazima itakuheshimisha mbele za Bwana. Anasema atakubarikia chakula chako, hata kama kiba yako haitoshelezi, hata kama kiba yako ni ndogo, yeye ataachilia baraka. Lakini anasema ataondoa magonjwa. Kama biashara yako haitoki, biashara yako haina wateja, wanakukimbia, wanapita mbali, anasema yeye ataondoa magonjwa, magonjwa ya chuki, magonjwa ya ushirikina, magonjwa ya kupooza. Kwa jina la Yesu atafungua baraka. Amen. Haleluya! Lakini anasema kwa kuwa sadaka ni utumishi, hata ukumbuka utumishi wako unapoingia na kutoka, ukiimba, ukija kwenye maombi, ukija kwenye mkesha, sijui wametangaza kitu gani humo, semina ya wanawake humo, semina ya vijana humo, sijui kanisani kuna huduma gani humo, na kuambia atakukumbuka. Haleluya! Usizimie moyo, ongeza kasi, kwa kuwa unamjua aliyekuita. Haleluya! Najua wengi ni alikuwa ni mfalme wa Moabu, akatuma wazee wa Midian wakamwambie Balaamu awalaanie wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu wametoka nchi ya Misri, wameingia kwenye nchi ya Moari, na wote wametapakaa, na ile nchi wameikamata, wamekuwa na mkufu. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu huyu Balaamu akaona, hapana, kwa nini hawa Israeli wamejazana hapa? Wamekaa wanateka nchi hii ya Moari, alafu wanakuwa na nguvu na mijitu inayojielewa, mijitu ya maana, mipiganaji iko fresh. Kwa nini? Akatuma wazee wakamlanie. Maana yake yani ametuma wazee wakawaloge. Lakini kilichowasaidia wana wa Israeli, kila mahali walipofika, walipotembea, walitoa sadaka. Mwambie jirani yako, sadaka. Mwambie tena, sadaka ni ulinzi wa maisha yangu. Kilichowasaidia wana wa Israeli, kila mahali walipofika, walitoa sadaka. Nataka nikwambie msharika mwenzangu, ambaye Mungu amekupa neema na utulivu, amekupendelea wewe jinsi ulivyo, akakuweka hapa, si kwa kubabaisha, si kwa makusudi ya ubaya, ni makusudi mema. Amekuweka hapa ili umtumikie. Tumika kwa uaminifu. Nakwambia, kama unatoa sadaka yako iliyo kamili kwenye hii madhabahu, mbele ya sadaka hapana uchawi, hapana uganga, hapana uchawi mbele ya sadaka. Sema amen. Hata waende wakalike waganga wabanguzi kutoka Kibaha na Mlandege na wapi na wapi, waje Mondole, lakini mbele ya mwanaume ambaye ni sadaka ya kweli, ambao umejifungamanisha na hii madhabahu, hakuna uchawi kwa jina la Yesu. Hakuna magonjwa kwa jina la Yesu. Hakuna kulogeka kwa jina la Yesu. Haleluya! Kilichowaponya wana wa Israeli ni sadaka. Ni safari ya kusongwa, safari ya kukatishwa tamaa, lakini nataka nikwambie, jitie moyo. Simama kwa miguu yako. Haujachelewa. Muda ndio huu na wakati ndio huu. Mungu anasema yeye yote anayemkimbilia yeye hamuachi wala hamtupi kamwe, bali yeye atamtia nguvu tena. Haleluya! Amen. Kuna wapare hapa. Naomba mpongeze wapare. Sasa Banyiramba, ngoja nianze na wapare. Wapare, naomba mniambie, ili kipare, yale majani ya nguo, tunaita nguo, sio mashona nguo, yani muhindi, yale majani yake, kimenya huyu muhindi majani yake, kipare anaitwaje? Majani yale ya muhindi, muhindi una majani, una nguo, ile nguo ya muhindi ile
Kisha chuma mwindi wako, alafu ukautoa yale maganda, katupa. Sasa nataka yale majani yale yanaitwaje kipare? Etangwa makuku. Yes, piga makofi na vigelegele. Hivi kuna makuku na mashakiri. Mashakiri ni nini? Mashakiri ni yapi? Ni hayo hayo. Aha, kwa hiyo itangwa mashakiri na makuku. Si ndio? Haleluya! Haya. Wanyiramba, yale majani yanaitwaje? Pigieni makofi mwinjilisti. Pigieni jamani, wewe ni Mnyiramba ujini. Bado anavuta hisia. Haya, Wanyalukolo yanaitwaje yale majani? Mafwele, fweza, fwenzi, mafwele, fwenzi. Nipigieni makofi. Haleluya. Amen. Sasa palikuwa pana watu wawili. Walikuwa ni marafiki sana. Mmoja alikuwa ni mfanyabiashara na mmoja alikuwa ni mkulima. Sasa yule mkulima, Mungu akambariki, shamba lake likawa na mahindi mengi. Akaona ngoja nikamwambie rafiki yangu mpendwa, ni mwaliki kwa sababu ni rafiki yangu, best yangu sana, anisaidie kuvuna shamba hili kwa sababu mahindi ni mengi na chakula ni kingi. Na huyu ni rafiki yangu, tunasaidiana katika mambo mengi. Lakini yule aliyekwenda kumwalika rafiki yake ana la moyoni. Mwambie jirani yako, ana la moyoni. Siku ya kwanza akamwambia twende. Wakaondoka, wakafika pale shambani. Yule rafiki yake akasema, jamani, Mungu akubariki bwana, nimepata kweli na mahindi mazuri, shamba limekubali. Haya, njoo tuanze kuvuna. Akamwambia, wewe vuna pale na mimi navuna hapa. Alafu tutakusanya hapa, tukimaliza tunabeba tunaenda. Siku ya kwanza, mwambie jirani yako, siku ya kwanza. Sasa wakaondoka, wakaja nyumbani kwa yule rafiki mwenye shamba ambaye ni mkulima, wakamwaga Yule rafiki akamwambia mwenzako, nakushukuru kwa kuniheshimu na kunitii. Mungu akubariki. Yule akaacha mfuko, akaondoka kaenda nyumbani na ile mahindi pale akabaki. Kesho yake wakarudi tena. Mwambie jirani yako, wakarudi tena. Lakini rafiki ana la moyoni. Wakaenda wakavuna mahindi, wakamaliza, wakajaza kwenye viroba, jaza. Wakaondoka tena, wakaenda wakafika, wakamimina ile mahindi pale nyumbani. Yule mwenzake akamwambia, nakushukuru sana rafiki yangu mzuri, yaani umetenda vyema sana, Mungu akubariki. Mwambie jirani yako, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Akaacha mahindi kila kitu, akaondoka, akaenda nyumbani. Siku ya ngapi? Siku ya 3. Akamwambia rafiki, kumekucha, naomba tena tuende leo. Kwa sababu ni rafiki yake, wanafahamiana, wanafanya mambo mengi. Nafanyaje, nimebanwa kwenye 18. Wakaondoka tena. Mwambie jirani yako, wakaondoka tena, wakaenda shambani. Walipofika pale shambani wakavuna. Sasa yule akamwambia rafiki, hebu naomba yongie kwenye hili eneo, wewe vuna hapa. Kwa kuna mahindi makubwa. Akamwambia naomba uvune hapa. Na yule mwenye shamba akaenda mpakani, akawa anaokoteza, tunaita chenga. Akaokoteza chenga zile, akazijaza. Yule akamwambia sasa nibebe nilete huko. Akamwambia wewe kaa huko jaza huo mzigo, shindilia. Na mimi najaza wa kwangu. Leo hatukusanye pamoja. Akamwambia haina haja. Wewe kusanya hapo na mimi nakusanya huko. Mwenye shamba akajaza chenga zake. Kaja. Huyu rafiki akasema, yaani leo ndo anaamua kunikomesha. Yaani ndo yeye anapokeza chenga alafu mimi ananipa kwenye mamihindi makubwa haya ili mimi niendelee kuumia. Siku ya kwanza sikupata kitu. Siku ya pili nimerudi mikono mitupu, mpaka mke wangu ananishangaa na watoto. Leo siku ya 3, ngoja nimwamishe.
ngoja nimuonyeshe. Akachukua makuku au mashakiri. Weka mashakiri, 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 weka mashakiri, jaza mashakiri, yakajaa. Akachukua mahindi yasiyozidi 10 akayapanga hapo, kwa sababu walikuwa wanashona. Akapanga mahindi kama 10 hapa juu, akashona. Kamaliza. Haya rafiki. Tayari rafiki yangu, haya tuondoke. Akanyanyua anajidai kama mzigo mkubwa. Akaweka kichwani. Na yule kula akanyanyua akaweka. Wanaenda. Kimeenda, kimerudi. Kimeenda, kimerudi. Kumbe yule rafiki yake analala moyo. Walipofika njia panda akamwambia, rafiki yangu mpendwa, nakushukuru. Akapiga na magoti. Wewe ni rafiki wa kweli, wa kunifaa kwenye raha na kwenye shida. Umenisaidia siku ya kwanza, sijakupa kitu. Siku ya pili umevumilia, umekuja, lakini leo moyo wangu umeona ni vema hilo eneo nililokupa uende nyumbani na watoto wako wakafurahie na mke wako. Rafiki, nenda mwambie shemeji namshukuru, mwambie watoto wangu na washukuru. Sina cha kuwapa, lakini hicho ulichokibeba ndio ilikuwa sehemu ya moyo wangu. Naomba upeleke nyumbani. Hebu piga picha. Huyu baba anapeleka nyumbani nini? Siku ya kwanza ametaabika. Siku ya pili ametaabika, siku ya tatu ametaabika. Lakini ile ya tatu Mungu sasa anasema ngoja na mimi nikuonyeshe ya kwamba mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo nisiloliweza. Yeye anapiga teke ule muujiza. Amepeleka nyumbani mashakiri. Ndivyo washarika na Wakristo wa leo zitakazofika nyakati za mwisho. Tunashindwa kutulia mahali pamoja na kuitoa mioyo yetu na hazina zetu tuwekeze hapo, tutulie kwa Bwana. Kwa wakati wa Bwana, Biblia inasema kwa wakati na majira yake, yeye Yesu atakuja, atakushika mkono wake na yeye atakustahilisha palipo na nafasi. Tumekata tamaa, tumerudi nyuma, tumenuna, tumesusa kwenye kazi ya Bwana. Nasema naamini kila siku wafanye na wengine. Lakini saa ambayo unaambiwa leo, unasema nimechoka, ndio saa ya muujiza wako. Simama kwa miguu yako. Amen. Mungu unayeweza, Imba wewe. Mungu wetu ni Mungu unayeweza, unaweza, unaweza, bado hajachelewa. unaweza, unaweza Bwana. Mwaminifu, Mwaminifu, mwaminifu Bwana. wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza.
sauti nyingi masikioni mwako, lakini asubuhi ya leo liko neno moja ambalo Bwana anazungumza na nafasi yako. Anajuta na nafasi ulio nayo. Inawezekana nafasi yako imepotea siku nyingi, hata na baraka na uchumi wako umepotea kwa sababu umerudi nyuma. Umewatazama wanadamu, umewatendea wanadamu, ukapishana na baraka zako. Saa ambayo Bwana anakuja, nasikiza sikio lake, maana anasema, tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ulikuwa una wachumba zaidi ya 3 na wamekuchumbia, na kila wanapokuchumbia mambo yanataka kufanikiwa, lakini wanapotaka kwenda nyumbani ghafla mahusiano yanavunjika. Roho Mtakatifu ananiambia nafasi yako imechukuliwa na yule binti. Kuna binti ambaye ni rafiki yako amechukua hiyo nafasi, lakini leo ameona machozi yako, amekuona, anataka kurejesha. Tunapoimba kipande hichi, kama uko hapa mbele utanyosha mkono, kama uko kule nyuma utasogea mbele. Mambo makubwa zaidi ya tuombayo, imba mambo makubwa zaidi ya tuombayo. Sauti hizi hazitoshi kugusa mbingu, hazitoshi kufungua malango ya ardhi. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako asubuhi ya leo, na mimi mtoto wako nimesogea kwenye madhabahu hii ambayo ni makimbilio yangu. Nipo nimewekeza hazina zangu pamoja na moyo wangu. Neno lako ni amini na kweli. Neno lako ni nyundo, upanga unaokata kuwili. Yesu, nimelisikia. Kwa neno lako nimesogea kwenye madhabahu yako. Asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninaomba Yesu ukatazame mateso yangu, mapito yangu, nyakati zangu zilizo ngumu, kwa sababu neno lako ni amini na kweli, na mimi nimeliamini. Kwa hatua hii nafasi yangu imepotea, nimepoteza nafasi yangu mbele zako Yesu, na mimi nimerudi asubuhi ya leo kwenye nafasi yangu. Unikubali tena niwe mtoto wako, mpendwa wako. Uanze na mimi katika maisha haya, nianze upya na nguvu zako. Nione furaha, nione amani kwenye maisha haya. Futa huzuni zangu, futa fedheha zangu, futa maneno yote niliyosemewa yaliyo magumu, ya makwazo kwenye moyo wangu. Ninatumia damu yako Yesu iliyomwagika. Tuimbe wote washarika, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Tena uongezeke.
nasi tunapokea ujumbe huu kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa mashangilio na yale yote na katika imani yetu. Mshangilieni tena Bwana, makofi mengi. Asante sana mtumishi wa Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya neno. Naamini kwamba neno limetuvusha toka hatua moja kwenda hatua nyingine. Haleluya. Amen. Asante. Basi nikaribishe kwaya ya Injilisti watupe wimbo tunapokwenda kutoa sala. Shishi